Umeshawahi kujikuta kwenye hali ambayo mafanikio ya mtu yanakuumiza, kitu cha mtu kinakuumiza? Let's say mtu amevaa nguo yake nzuri, amependeza, lakini wewe unaumia. Mwenzako kanunua gari, wewe unaumia. Huo ni wivu. Hivi ndivyo jinsi ya kuacha wivu. Namba moja, jiulize, kwa nini mimi nina wivu? Kaa chini jiulize, hivi kwa nini naumia na mafanikio ya mtu mwingine? Kwa nini huyu kanunua gari, mimi naumia? Kwa nini huyu amependeza, mimi naumia? Kwa nini inanigasi kuona mtu mwingine yuko juu yangu? Kwa nini inanigasi kuona mtu mwingine amenunua kitu ambacho mimi sina? Kwa nini inanigasi kumuona mtu mwingine anataka nafasi ambayo ninayo? Je, nina hofu ya kupoteza nafasi yangu? Ukishajua changamoto yangu ya wivu ipo kwenye hofu ya kupoteza nafasi yangu au hofu ya kukosa kitu mwingine ambacho anacho, jifanyie kazi kwa kuorodhesha vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya ili uache tabia ya wivu. Let's say kwa kujifunza kutokana na huyo mtu, kwa kujifunza kutokana na hiyo nafasi ambayo unaitaka. Mfano, labda umeona mwenzako amevaa mpendeza au yuko kwenye nafasi yake nzuri tu, au amefanya jambo la maendeleo, amejenga na kadhalika. Badala ya wewe kumpongeza, unaanza kusema nyumba yenyewe ile kwanza vyumba vitatu, kwanza iko hivi, kwanza iko vile, ile wigi lenyewe hata hajapendeza, makeup yenyewe imepakwa vibaya. Badala ya kukaa kudiscuss mabaya, badala ya kukaa kuona upande mbaya, anza kuona upande mzuri na kujifunza. Kwa nini huyu mwenzangu amejenga vyumba vitatu alafu mimi sina? Kwani anafanyaje? Fuatilia step zake, angalia. Huyu hapa uoga anachezaga, anawekeza, au uoga anachezaga mchezo, au uoga amejiunga kwenye vikundi ambavyo vinampa manufaa. Jifunze kuliko kukaa kudiscuss upande mbaya wa jambo la maendeleo la mtu ambalo linakuumiza. Jambo la tatu ambalo litakusaidia kuacha wivu, ridhika na ulichonacho. Ukiona mtu amekupita kwenye nafasi moja ama nyingine, basi ujue kuna kitu ambacho anakijua wewe ukijui. Jiridhika na nafasi ambayo unayo sasa hivi. Kubali kujifunza. Break your heart. Ponda moyo wako. Hiyo ego ya wivu. Wivu ni ego. Hiyo ego ya wivu iponde ponde. Kubali kukaa chini, ridhika, jifunze. Ridhika na hali yako sasa hivi. Jifunze katika hatua hiyo mwenzako ambao amefikia, amekupita, ni ya kwako. Wewe jifunze kutokana na nafasi yako and then utaendelea mbele. Jambo la 4, jipe muda. Jipe muda wa kukaa kupona. Jipe muda wa kukaa kuvumilia. Jipe muda wa kukaa kujilelea, kulea moyo wako na kulea mafanikio yako mpaka pale utakapopata kitu ambacho unakitamani. Mpaka pale utakapopata kitu ambacho unakiona mwenzako akipata na wewe unaumia. Kwa hiyo just give yourself time, relax. Sema tu kapata, it's okay, vya kwake. Mungu amembarikia kwa nafasi yake na mimi nitapata kwa nafasi yangu. Mungu akijalia inshallah. Jifunze kutokana na mafanikio ya mtu.